Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti vikinukuu vyanzo kwamba Iran inatarajiwa kutoa jibu lake kwa wapatanishi leo kuhusu pendekezo la Marekani la kumaliza vita. Televisheni ya CNN imenukuu chanzo kikiarifu kwamba pande za Marekani na Iran zinaelekea kufikia makubaliano ya kumaliza vita, huku Tehran ikichambua pendekezo lilotolewa na Marekani. Vyombo vya habari vya Iran pia vimeripotiwa kuarifiwa na vyanzo kwamba kwa sasa Iran inapitia upya mapendekezo ya Marekani kabla ya kuijulisha nchi mpatanishi Pakistani. Shirika habari la nusu rasmi la Irani, Tasnim, limesema vyanzo vya kuaminika vimeeleza kuwa Iran imeanza tena kulichambua swala hilo baada ya kile kilichoelezwa kama hatua kurudi nyuma kwa Rais wa Marekani Donald Trump, na inatoa taarifa kwa mpatanishi mara uamuzi utakapoafikiwa. Vyanzo vinavyofahamu swala hilo vimeambia The Guardian kwamba licha ya madai ya vyombo vya habari vya Marekani kwa Iran na Marekani wako karibu kufikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita, Tehran bado haijajibu rasmi pendekezo la hivi karibuni la Washington kwa kuwa lina vifungu vinavyochukuliwa kuwa visivyokubalika. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kampeni ya propaganda inayofanywa na vyombo vya habari vya Marekani inalenga zaidi kuhalalisha hatua hivi karibuni ya Trump kujiondoa kwenye hatua za uhasama. Vimeongeza kuwa hatua hiyo ilikosolewa tangu mwanzo na haikupaswa kuchukuliwa. Vimeendelea kueleza kuwa haijulikani ni mara ngapi Marekani italazimika kugonga ukuta ili kuelewa hali halisi ilivyo ardhini, vikisisitiza kuwa uzoefu unapaswa kuwa umefundisha Marekani kwamba lugha ya nguvu na vitisho si tu haifanyi kazi dhidi ya Irani, bali pia huzidisha hali kwa mbaya na Marekani na maadui wake wengine. Vyanzo hivyo vimefafanua kuwa baada ya Irani kuwasilisha pendekezo lake la vipengele 14, lielezwa kuwa la busara na lenye mantiki kupitia mpatanishi wa Pakistani. Marekani alijibu kwa pendekezo lake, lakini mara moja baadaye alianza hatua mpya ya kile kilichoelezwa kama ubabe na uhasama. Vimesema kuwa Irani ilikuwa inaendelea kulichambua jibu lake, lakini Marekani ilichukua tena mkondo usio na busara, jambo lililosababisha kusitishwa kwa mchakato wa mapitio. Mohsen Rezai, aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya walinzi wa mapinduzi na mshauri wa kiongozi mpya wa Irani, amesema Irani haitafanya mazungumzo na mtu yoyote kuhusu suala la nyuklia na kwamba udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz unapaswa kubaki mikononi mwa Irani. Kwa mujibu wa shirika la habari la taifa la Irani ISNA, Rezai, ambaye ni mwanachama wa baraza la umma na nia Irani, ameonya kuwa iwapo udhibiti wa usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz utatoka mikononi mwa Irani, adui atatumia tena kama silaha dhidi ya Irani na wananchi wake.